Fahamu matajiri wengi sana duniani wametokana kuwa na damu aina ya Group O. Sasa kiimani pamoja pia na kisayansi nitakupa pia mfano mdogo kukuelezea historia fupi ya damu aina ya Group O. Unaambiwa huu ni mfumo wa makundi ya damu ambayo kuna ABO ambapo uligunduliwa mwaka 1900 na mwanasayansi wa Austria aitwaye Karl Landsteiner. Huyu aligundua kuwa damu ya binadamu hugawanywa katika makundi makuu manne, yani kuna A, B, alafu kuna AB pamoja pia na damu Group O. Unaambiwa sasa kwenye hii damu Group O ambayo ina bahati ya vijana wengi sana pamoja pia na wazee ambao walishawahi kubahatika kuwa na utajiri hapo ulimwenguni, unaambiwa asilimia kubwa walitokana na kuwa na aina ya damu ya Group O ambayo inaonekana kuwa na bahati sana. Kwa hiyo ndugu msikilizaji na ndugu mdau, endapo ukaenda kupima na ukajigundua kuwa una damu aina ya Group O, basi endelea kupambana kwa sababu mafanikio yapo karibu na wewe. Unaambiwa inaaminika kuwa kundi la zamani zaidi kihistoria, watafiti wengi wanaamini kuwa binadamu wa kale walikuwa hasa na damu ya kundi O, hasa wakati wa uwindaji na ukusanyaji wa chakula. Kadri binadamu walivyoanza kilimo na kuishi kwa makundi makubwa, makundi mengine yakaanza kufuata ya damu ambayo yalikuwa ni A pamoja pia na B. Sasa unaambiwa hivi sasa damu Group O ni moja kati ya makundi ambayo yanapatikana kwa wingi duniani. Sasa niende kwenye sifa za damu Group O kisayansi. Hii unaambiwa haina antigen A wala B kwenye seli nyekundu za damu, lakini pia ina kinga mwili, yani antibodies dhidi ya A pamoja na B. Na unaambiwa wenye O, yani O negative, wanaweza kutoa damu kwa karibu makundi yote hapo ulimwenguni, yani huitwa universal donor. Sasa wenye damu Group O, yani ile positive, wanaweza kutoa damu kwa makundi yote yenye RH chanya. Sasa kiuhalisia kuhusu bahati mafanikio kwa wenye damu ya Group O, yani kiuhalisia kiimani zaidi, unaambiwa damu Group O inaonyesha kwamba kwa asilimia kubwa sana umeonekana kuwa na bahati zaidi na mafanikio ya kutosha hapa ulimwenguni, licha ya kwamba hata hivyo kuna baadhi ya tamaduni hasa mfano Asia kama Japan kuna imani kuwa kundi la damu linaweza kuhusiana na tabia za mtu. Wenye Group O huaminika kuwa viongozi kwa asili zao, lakini pia wamekuwa na ujasiri, wanajiamini, wenye nguvu na msukumo wa kupambania mafanikio yao. Sasa hebu niende kwenye faida za wenye damu Group O kiafya. Unaambiwa baadhi ya tafiti zinaonyesha kuwa hawa wenye damu Group O huwa na hatari ndogo kidogo ya magonjwa ya moyo ikilinganishwa na baadhi ya makundi mengine. Sasa O negative, unaambiwa kwa hawa ambao tayari wana Group O ambayo ni universal donor, unaambiwa ni muhimu sana hospitalini kwa sababu wanaweza kuokoa maisha ya watu wa makundi tofauti, lakini pia unaambiwa wanaweza kuwa na hatari kubwa kidogo ya kupata vidonda vya tumbo, yani stomach ulcer. Sasa kiuhalisia twende kwenye hitimisho kwamba damu Group O ili ni kundi la zamani kihistoria, ni muhimu sana katika utoaji damu. Haina uhusiano ambao labda ukaonekana pia kuzipinga pia baadhi ya aina ya damu ambazo wamekuwa nazo binadamu wengine, lakini kiuhalisia damu Group O, yani kwenye negative pamoja pia na positive, ni aina za damu ambazo kiuhalisia zina bahati hapo ulimwenguni. Mimi sina la ziada, lakini cha msingi